Mtazamaji ale mbele yetu sasa ni mchambuzi wa boli mwite David Pasco kama friji bovu, friji ambalo limepoteza uwezo wake, hawezi kuficha siri huyu. Miongoni mwa wachambuzi waliokwenda Misri na sasa amekuja Dar es Salaam. Simba ilipoteza 2-0, Simba anashinda 2-0, anashinda kwa mkojo penalty kwenda nusu finali. Nataka utupe tathmini leo, kipi kimekuwa sahihi ambacho ulikilalamikia mara ya kwanza? Ya, kama unakumbuka nilivyotua airport Terminal 3, kwa sababu nikisema airport mnaweza mkasema labda airport ya kawaida. Ilikuwa Terminal 3, tumetoka Egypt na nilisema wazi Simba ile game walitupa kwa sababu walikuwa na uwezo wa kushinda kule Egypt. Na Waarabu walilala, walikuwa katika eneo lao, kipindi cha pili walilala, lakini leo uliona mvua ilitaka kuharibu kwa sababu wakati kipindi cha kwanza kinaanza wachezaji walikuwa hawezi kukimbia. Tulikuwa tuone zile movement. Kwa maana kwamba acceleration ya Elie Mpanzu tulikuwa tuioni zaidi, individual brilliance za mchezaji mmoja mmoja ndio ikawa inaonekana zaidi uwanjani. Lakini leo tumeona ukubwa wa Simba kwa sababu walikuwa wakijaribu kuvuka kwa miaka yote ikawa inashindikana. Leo wachezaji waliosajiliwa na Simba msimu huu wamekuwa na faida na mtaji mkubwa sana kwa sababu misimu iliyopita walikuwepo kina Chama, walikuwepo kina Saido, walikuwepo kina Luis Jose Mixon. Lakini uliona namna ambavyo Simba ilikuwa ina struggle, wakipoteza mpira wanavyokuwa wanachelewa kuutafuta. This time wamepatikana vijana wadogo wenye uchu ambao wanapambana. Umeona Elie Mpanzu kibisawala individual skills, amefunga goli la viwango vya kimataifa, goli kali sana. Goli la upako lile kwa sababu nakumbuka Simba siku 2-3 hizi waliwashirikisha watumishi wa Mungu, Bulldozer, lakini pia Sheikh Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Walid. Wote ni kwa ajili ya kupiga dua. Kwa hiyo dua zimesaidia leo, wachezaji pia wamepokea na mwisho wa siku wapata matokeo. Kwa hiyo kwangu sijaona kimbinu zaidi Simba wakifanikiwa wakicheza mpira kimbinu. Zaidi ni ile uwezo binafsi wa mchezaji mmoja mmoja. Kwa sababu uwanja haukuruhusu kuona flow ya mchezo wenyewe. Nasema tena mara nyingine Waarabu wanapaswa kupigwa rungu kubwa sana na FIFA na nategemea kuona sheria kali sana ikaundwa kuhusu kupoteza muda kwa sababu haiwezekani mchezaji anapoteza muda dakika 5 dakika 10 anapewa kadi ya njano. Inasaidia nini? Unaona goalkeeper analala anapewa kadi ya njano then analala tena, inasaidia nini? Waamuzi pia wanaonekana wanaogopa sana Waarabu, hawafanyi maamuzi ambayo ni sahihi. Nimesikia kuna sheria inakuja mwezi wa 7, endapo mtu atakuwa anapoteza muda atakuwa analimwa kadi ya njano, lakini akilimwa kadi ya njano akizingua na pigwa kadi nyekundu itaondoa kabisa utata kwa sababu leo mpira hujachezwa. Kipindi cha pili ilikuwa ni vurugu tu, wamepozesha mchezo, hatujaona mchezo ulio bora. Lakini lazima tupongeze Simba, wamefanya usajili mkubwa sana. Elie Mpanzu daraja lake ni la maana sana. Nilikuwa nawaambia mtu juzi kwamba huyu Elie Mpanzu huyu watu wakaona nitukana kwenye mitandao na mimi sisomi comment, sio shida zangu. Kutukana kwenye mitandao ya Instagram sio shida zangu. Elie Mpanzu daraja lake kibongobongo haupati Elie Mpanzu. Nani anamfananisha Elie Mpanzu na mchezaji mwingine? Sasa hapa siongee kishabiki, mashabiki ndio wanaweza kaongea hapa. Lakini Elie Mpanzu ubora alionao. Kwanza akiweka mpira akiuficha, hauwezi kwenda kuchukua mpira kwenye mguu wake. Anaingia kwenye 18 na anafanya majaribio ya kutisha, ni kama mabomu ya Hiroshima na Nagasaki. Sio mchezaji wa kawaida ule. Nimeambiwa anafananishwa sijui na Pacome Zouzoua. Okay, niambie Pacome Zouzoua kwenye michuano ya kimataifa amefanya nini? Misimu miwili, msimu huu amefanya nini? Sio? Unaangalia mchango wa Elie Mpanzu kibisawala. Kwanza hadizevu kucheza Simba yule. Yaani yule nawaambia muda wake ni mchache sana kuwepo hapa Bongo kwa ubora aliokuwa nao. Lakini tazama ubora wa Kibu Dennis, alikuwa anajaribu kupambana, leo anaonyesha uwezo wake nje ya 18. Ndio hivyo tu, uwanja ukumruhusu kucheza. Utapongeza uwezo wa Yusuf Kagoma. Kagoma ni Putin. Yule Putin alioondoka amepata mrithi wake. Yaani Kagoma ni Putin mkatili wa kichini chini. Anakupiga kiatu maamuzi haoni. Kapiga pasi ambazo zilikuwa zinavunja madaraja, Kalvati umbali wa mita 30 pasi zinafika. Alikuwa anafanya ugaidi miongoni mwa mastrika wa refu walikuwa wanamvuruga, lakini ulikuwa unaona namna ambavyo anamzima na minya, sio? Kwa hiyo haiwezekani mchezaji kama Yusuf Kagoma asajiliwe kwa milioni 30 alafu kwa mafungu. Watu wanahujumu mpira wa nchi hii. Ni aibu. Yaani Yusuf Kagoma umpe milioni 30 kwa mafungu. Brother, ni matusi, unatukana mpira. Yaani leo hii Yusuf Kagoma yule ukimweka sokoni bilioni 1 umchomoi. Brother, kusanya viungo wako wote alafu fananisha na Yusuf Kagoma mpati. Unanisikia vizuri? Unanisikia vizuri? Yusuf Kagoma ni mchezaji ambaye daraja lake kwa sasa haumpati, na ninasema tena, Simba wana kazi ya kuzuia wachezaji wao. Simba wana kazi ya kuzuia wachezaji wao msimu ujao. Wengi wataondoka. Jean Chaza huyu ataondoka. Mbazu ataondoka. Huyo mwenyewe Kibu ataondoka. Wengi wataondoka. Kwa hiyo naamini Simba wanaenda hatua kubwa zaidi. Nusu finali kwao ni mwanga sasa kwenda katika hatua. Tusogee ukubwa.
anachukua maiki na bomba la maisha. Kwenda nusu finali kwa Simba sio jambo la kawaida, na hata maaskari wenyewe walikuwa wanapiga dua, tulikuwa tunawaona jana. Kwa hiyo leo wakitufukuza wanatukosea, kwa sababu Simba wamestruggle misimu 7 wanashindwa kwenda hatua hiyo. Steven Mkwala ameniuliza swali leo kwenye kipindi, na juzi nilikuwa nasema huyu ni mchezaji anayopaswa kupewa heshima yake. Haiwezekani unakuwa na striker ambaye hakupi chochote zaidi ya kubanana na mabeki, yani anagadi mpira mabeki watatu hadi wanne, alafu ufanye end product inakuwa 0. Lakini unaona Steven Mkwala alianza kurejea kwenye ubora wake. Mechi dhidi ya Coastal Union alipiga goli 3 za maana sana. Juzi dhidi ya Dodoma Jiji alipiga bao la kisigino, sio? Kwa hiyo utaona wazi kwamba ni mchezaji ambaye akiaminiwa ataenda kuwanufaisha zaidi Simba, kwa sababu ana skills. Wewe taratibu bwana, taratibu baba, ana utulivu, lakini pia ni mchezaji anayehamahama. Ukishawahi kusikia kwamba nomadic pastoralism, unanisikia vizuri? Anahamahama, anaenda kushoto, anaenda kulia, lakini hapotezi ramani yake, kwa maana ramani yake ni pale kwenye mstatili nje ya 18. Ataenda huko ikipigwa pasi amefika ndani. Uliona balaa lake leo, sio? Amefunga goli la kigaidi, bao zuri sana, akaruka Serekasi kwenye matope. Nani anaweza kuruka Serekasi namna ile? Kwangu Simba wakimwamini Steven Mkwala, wakampa nafasi ya kwanza kama first choice, atawanufaisha zaidi, kwa sababu ni mshambuliaji ambaye ana skills, ana uwezo, anajua kutunza pia nishati uwanjani. Kwa hiyo ni mchezaji mkubwa sana. Nataka unganisha kitu hapa. Walo kuna mchambuzi alisema kwamba nilindeni. Kuna mchambuzi alisema kwamba Simba ile ndio nusu finali ikacheze kama Yanga. Wakati umesikia swali na mimi nakuwekea swali alafu tukuache ukapumzike. Unasemaje? Kuna mchambuzi alisikika akisema kwamba Simba ndio acheze kama Yanga ndio ende nusu finali. Mchambuzi gani? Lakini pia umemsikia hapa swali lingine kwamba Kamara kiwango chake. Hilo la kwanza lifute. Hilo lifute. Nani anasema maneno? Umesikika kwamba nani? Yanga Simba acheze kama Yanga ndio nusu finali. Hivi sasa hivi watu wakikosa kazi mjini wanajificha kwenye uchambuzi, sio? Yaani watu wakikosa kazi za kufanya wanajifanya nao sasa hizo wanaitwa wachambuzi. Wakajifunze, ngojeni. Hivi Simba akajifunze kwa Yanga kitu gani kwa mfano? Unajua kuna wakati ukiwa unaongea mpira, hebu uwe na DNA ya mpira. Sio kwamba unaleta ushabiki wa upuuzi. Kwa sababu Simba ameenda robo finali 6, CAF Champions League 4, 2 wameenda Confederation, leo wametinga nusu finali. Yanga ameenda finali, baada ya kwenda finali ameenda wapi? Yanga ameishia hatua makundi, si ndio? Timu bora ni ile ambayo inajenga kwenye misingi, kwa maana inatengeneza consistency yake. Robo finali. Kwa maana daraja la kwenda nusu ilikuwa bado kutokana na usajili mbovu alikuwa anafanya. Sio uongo. Simba alikuwa anafanya usajili mbovu, usajili wa commission, kwamba mtu anasajili ili apate chochote kitu, sio? Mohamed Dewji amerudi kwenye timu, anafanya usajili. Sasa hivi ametafuta chief of scout, unaona pesa inatoka inatumika. Leo hii nani ana doubt na kiwango cha Elie Mpanzu? Nani? Hamna. Mchezaji ambaye ameenda kufanya majaribio Genk, na sio kwamba alishindwa majaribio, alikuwa anataka Simba, yani daraja lake lilikuwa kwanza lianze Simba ndo aondoke. Haya, nani anaumia kuhusiana na Ahoua? Uwezo wa Ahoua nani? Kwa hiyo ukiangalia sajili za Simba zinalipa, na huyo mchambuzi anayosema nenda mfikishie mwambie Friji Bovu anasema kama kuna kazi watu wamekosa kufanya mjini, wasitafute engagement kuwakosea Simba. Brother, Simba ni daraja lingine kwenye michuano. Kafu wenyewe wanajua. Kweli kabisa. Nenda kaangalie points ambazo Simba anazo, alafu angalia na wengine walizo. Kwanza leo huyu Almasri alikuwa yuko hata 20 bora. Simba yuko nafasi ya 6, alafu huyu hayupo. Leo Simba ameenda nusu finali, anaingia nafasi ya 4 hadi ya 5. Simba anaenda hadi nafasi ya 5 hadi ya 4 kimataifa. Unanielewa vizuri? Unaangalia wapi? Namaanisha kwamba Simba wanachokifanya leo hii wanawafundisha namna ambavyo mechi zinapaswa kuchezwa. Kwa hiyo Yanga wao wakae kwenye jamvi, wakiwa na kula ubwabwa, waangalie mechi za Simba namna ambavyo wanafuzu kimataifa. Na hii nusu finali inaashiria kwamba wanaenda finali, kwa sababu wamehusisha kwa watumishi wa Mungu. Shukrani sana. Asante sana. City are in front. Kevin De Bruyne. Kirunda mwaga cross Majanga.